Katika nyakati za kale, ndani ya ardhi yenye ustaarabu mkubwa wa Misri ya kale, aliishi kijana mmoja aliyebeba hatima ya ajabu. Jina lake lilikuwa Yusuf. Yusuf hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa mwana wa Yakobo, kijana aliyependwa sana na baba yake kuliko ndugu zake wengine. Upendo huo ulizaa wivu, na wivu huo ukageuka chuki kubwa kutoka kwa ndugu zake wa damu dhidi yake. Hatimaye, ndugu zake wakamuuza kama mtumwa, na hapa ndipo safari yake ya mateso ikaanza. Baada ya kupelekwa Misri, alinunuliwa na mtu mwenye mamlaka aliyeitwa Potifa, afisa wa juu katika nyumba ya Farao. Ndani ya nyumba hiyo, Yusuf alifanya kazi kwa bidii, uaminifu na hofu ya Mungu. Kitu kizuri cha kuvutia kwa Yusuf ni alikuwa mtu wa Mungu na mwenye imani thabiti isiyotetereka, pamoja na kupitia mateso na maswahiba haya. Basi haikuchukua muda sana, Potifa akamtambua na kumtoa kwenye kuwa mtumwa tu, na kumkabidhi mamlaka ya kusimamia mali zake zote. Lakini jaribu kubwa lilikuja. Ndani ya nyumba hiyo aliishi mwanamke mwenye urembo na uzuri wa kuvutia, mke wa Potifa. Kila siku macho yake yalikuwa yakimfuatilia Yusuf, kwani alimpenda kwa mwonekano wake. Kijana Yusuf akikuwa kijana mchapakazi na mzuri pia, yani handsome kabisa. Taratibu tamaa ilianza kukua moyoni mwa mke wa Potifa. Siku moja alipata ujasiri wa kumwambia wazi hili. Historia na maandiko yanasema alimwambia, tafadhali lala nami. Hii ilikuwa si tu jaribu la mwili, bali mtihani wa roho. Hebu jiulize, mke wa boss wako aliyekuamini na kukutoa kwa mtumwa na kukupa hadhi kwenye mali zake. Leo mke wake anakutaka kimapenzi, ungefanyaje? Je, utalala naye au utakataa? Lakini kiuhalisia wa sasa, ni wanaume wangapi wanaweza kumkataa mwanake, tena mrembo na mzuri wa sura, anayekutaja bure? Asi haikuwa rahisi kwa Yusufu, lakini kwa sababu alikuwa na hofu kubwa ya Mungu, Yusuf alisimama imara. Alijua alikuwa mbali na familia yake, mbali na watu waliomjua, lakini hakuwa mbali na Mungu wake. Kwa sauti ya utulivu lakini yenye nguvu, alikataa. Akasema, ninawezaje kufanya uovu huu mkubwa na kumkosea Mungu? Umeona hapa hofu kubwa ya Yusuf, si tu kwa sababu ya boss wake Potifa, bali hofu ya Mungu wake ndiyo ilimfanya akakataa. Si ajabu kama angekuwa hana hofu ya Mungu, angekubali kulala na mwanamke huyo. Pamoja na msimamo wa Yusufu, lakini mwanamke huyo hakukataa tamaa. Siku moja alipanga njama. Alimhadaa Yusuf abaki peke yake ndani ya nyumba. Alimvuta kwa nguvu akitaka amlazimishe. Lakini Yusuf alichagua kitu kigumu zaidi. Alikimbia akiacha hata vazi lake mikononi mwa mwanamke huyo. Ndipo kila kitu kilibadilika. Akiwa na hasira na aibu, mwanamke huyo aligeuza ukweli. Alipaza sauti na kusema kuwa Yusuf ndiye aliyekuwa anajaribu kumbaka. Ushahidi wake ulikuwa vazi lile aliloliacha. Potifa aliposikia, hakutafuta ukweli zaidi. Yusuf, kijana asiye na hatia, alitupwa gerezani. Lakini hapa ndipo simulizi hii inapata nguvu yake ya kipekee. Gereza halikuwa mwisho wa Yusuf, lilikuwa mwanzo wa kuinuliwa kwake. Hata huko gerezani, Yusuf aliendelea kuwa mwaminifu. Mungu alimpa neema mbele ya walinzi. Baadaye, uwezo wake wa kutafsiri ndoto ulimfikisha mbele ya Farao mwenyewe. Hii ni stori ya siku nyingine, tuiache. Kutoka gerezani hadi kuwa mtu wa pili kwa mamlaka katika Misri yote. Na yule mwanamke aliyemjaribu alibaki kuwa kivuli katika historia ya mtu ambaye alichagua haki badala ya tamaa. Hadithi ya Yusuf si tu ya mateso, ni hadithi ya ushindi wa maadili dhidi ya majaribu. Inaonyesha kuwa uaminifu haupimwi wakati mambo ni rahisi,
bali wakati ni magumu, kukataa dhambi kunaweza kukuingiza kwenye matatizo ya muda, lakini hufungua milango ya baraka kubwa. Na zaidi ya yote, Mungu hausahau wale wanaosimama katika haki. Je, ungekuwa wewe, ungefanya nini? Kukubali tamaa na kuishi maisha ya starehe, au kukataa na kubeba mateso yasiyo na uhakika wa kesho? Hii ndiyo hadithi ya Yusuf, kijana aliyepoteza kila kitu ili hatimaye apate kila kitu. Ni mwanaume aliyemkataa mwanamke kwa gharama kubwa na kupata faida kubwa zaidi.